Wallahu khalaqakum, Allah ndiye aliyekuumbeni. Thumma yatawaffakum, kisha atakufisheni, ikiwa ni vijana, ikiwa ni wadogo, ikiwa mna umri wa kati, na umri huo ndio watu wengi wanafariki katika umri huo. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri, na miongoni mwenu wapo ambao wanarejeshwa katika umri wa chini sana. Umri gani huo wa chini? Ni umri wa uzee wa ukongwe. Likai la ya'lama baada ilmi shay'a, akawa kikongwe, akafikia kipindi hajui chochote. Albarakatu maa akabirikum, baraka jamani za Allah maa akabirikum, ziko pamoja na wazee wenu. Jamii ambayo hakuna wazee, mji huo baraka inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo hawa wazee hawa, ndugu zanguni, ni wazee tunatakiwa tuwaangalie kwa jicho lingine. Kwa jicho gani? Innama turzaquna wa tunsaruna bidhuafaikum, si kwa wengineo jamani. Nyinyi mnapata riziki na mnanusuriwa bidhuafaikum, kwa madhaifu wenu. Miongoni mwa madhaifu, waliokuwa dhaifu sana ni hawa wazee, ndugu zanguni. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Walikuwa ni watu ambao wanawaangalia sana wazee, sawa sawa, awe baba yake, awe jirani yake, awe anaishi mtaa mmoja, anamtambua au hamtambui. Je, ndugu zanguni, sisi Waislamu tunawaangalia hawa wazee kiasi hiki? Mtume anakwambia inna min ijlali llahi azza wa jalla, hakika katika kumtukuza Allah mtukufu, ikrama dhishaibati lmuslim, ni kumkirimu, ni kumfanyia mazuri mzee ambaye ni Muislamu. Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi, ni jinsi gani alikuwa akiwaheshimu hawa wazee. Abu Bakar alikuwa na baba yake Uthman bin Amir, alikuwa anataka kusilimu, lakini huyu alikuwa ni mzee, ana umri wa miaka 90. Akatoka Abu Bakar na baba yake kwenda kwa Mtume ili asilimu. Abu Bakar alipofika na Mtume na baba yake kwa Mtume, Mtume anamuona baba wa Abu Bakari anakuja amejikongoja mzee huyu. Mtume akamwambia Abu Bakar, ulichokifanya hakikuwa sawa. Huyu mzee si wa kunifata mimi, isipokuwa mimi ndo nilikuwa na haki ya kumfata yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uzee wake. Kweli sisi tunawaheshimu wazee kiasi hiki? Sisi tunawatanguliza wazee kiasi hiki? Wazee wamo katika nyumba humo wanaozeana wazee. Wengine walikuwa ni wanaadhini, wameadhini akiwa ni mzee, mpaka ameshindwa kuadhini, yuko nyumbani kwake, hata msikiti kumwangalia haumwangalii. Kwisha habari yake anaozeana huko, hakuna mtu anamjulia hali, hakuna mtu anampa hata panado. Ndugu zanguni katika imani, innama turzaquna wa tunsaruna bidhuafaikum, hawa madhaifu hawa wanatakiwa tuangalie sana.